Mheshimiwa Rais ndio jemedali wenyewe, kwa sababu ukweli ulivyo kwamba hata yale magari yalitolewa na serikali, kwa sababu hata hiyo tume inawezeshwa. Tume haina chanzo chochote, lazima wa request kule. Kwa hiyo na sisi tunategemea kwa kilio hichi, kwa busara ile ile niliyosema, waliowezeshwa wale wenzie, alipowawezesha wenzie wagombea urais, basi na sisi tunamuomba mama yetu atuchangie kwa kiwango hicho. Tumesema hapa tupo wagombea 16, wabunge 12, madiwani 4. Kiasi tunachokihitaji ni bilioni 1. Mama ni mtu wa nguvu, ni mtu wa Mungu, akosi nguvu. Yaani Dr. Samia ni mtu wa Mungu, akosi nguvu, na hiyo hela kwake ni chache sana, japokuwa ni kubwa kwa kuisema. Sala hiyo iliyotumika na uweledi huo uliotumika na haki hiyo iliyotumika na nidhamu hiyo iliyotumika, na sisi watu wenye ulemavu tuguswe. Kwa sababu nyingine, watu wenye ulemavu waliojitokeza na kuteuliwa na tume ni wachache kuliko wagombea urais. Wagombea urais wa nchi hii kwa mwaka huu wako 18, mmoja bado akiwa na vingamizi. Wako 18, vyama 18 vimeruhusiwa na tume. Wametoa magari 18, wametoa madereva 18, wametoa mafuta kwa magari hayo 18 wanayahudumia. Sisi wagombea wenye mahitaji maalum, research tuliyofanya, japokuwa tume hadi sasa hivi hawajatangaza tupo wangapi, kwa uwezo wetu wenyewe tupo wagombea 16. Wagombea ubunge 12, kuna majimbo 12. Kati ya majimbo 271, majimbo 12 wapo watu wenye ulemavu wanagombea. Kuna kata 4, kati ya kata 3400 na Ushehe, kuna kata 4 wanagombea watu wenye ulemavu. Tunaamini Tume ya Taifa ya Uchaguzi ina uwezo wa kutusaidia kama walivyowasaidia wagombea urais. Narudia, Tume ya Taifa ya Uchaguzi, tume huru INEC, ina uwezo wa kutusaidia. Wanasiasa wenye ulemavu walotuteua wana uwezo wa kutusaidia kwa 100% kama walivyowasaidia wagombea urais. Tunamuomba mwenyekiti wa tume, tunamuomba mkurugenzi wa tume, hii tumegundua ni haki yetu, na haki hii tutaidai. Tumeisikilizia, leo inapata siku 21 tangu kampeni yanze. Leo siku ya 21, hakuna mtu aliyotugusa wote wala kutuulizia. Lakini tukienda awamu ya pili, ndugu waandishi wa habari, tukiachana na tume ambayo hiyo ndio haki yetu na tuna uhakika ni wasikivu, Tume ya Taifa ya Uchaguzi, na kesho tutawafuata mlangoni kwao na tutaenda kuwaomba hiyo haki yetu kuidai. Manake haki haiombwi, haki itadaiwa. Chochote watachokutuambia tutarudi tena kwenu vyombo vya habari kuwaeleza kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi imefanya 1, 2, 3 au hajatufanyia chochote. Tutakutana tena. Lakini sehemu ya pili, ndugu waandishi wa habari, kabla ya uchaguzi kulitokea na viongozi wengi wa dini, viongozi wa mataasisi, viongozi wa serikali kuhimiza watu wenye ulemavu wajitokeze kugombea katika nafasi mbalimbali za uongozi. Klipu zao zipo na mnazo. Hizo taasisi mnazijua, wakurugenzi wa taasisi mnawafahamu, waliokuwa kipaumbele kutupigania na kutuhimiza. Wa viongozi wa serikali mnazo sauti zao, waliokuwa siku zote wanatuhimiza tujitokeze kugombea nafasi mbalimbali. Viongozi wa dini mnazo sauti zao na mnayo kumbukumbu zao za kutuambia watu wenye ulemavu tujitokeze kugombea nafasi mbalimbali. Lakini nasema, ndugu waandishi wa habari, mpaka leo siku ya 21, sisi ndio wagombea wenye mahitaji maalum, wagombea watu wenye ulemavu. Kule kuhimiza kule hakuendani na kututafuta na kutuambia mmeteuliwa wangapi, nini mnafanya, mmekwama wapi, kwa sababu mpaka sasa hivi hatuonekani kwenye kampeni. Tunaogopa sana ikishafika kampeni kwisha,
wataendelea tena kusema watu wenye ulemavu hawajajitokeza. Sasa sisi tushatimiza wajibu wetu wa kwanza, kwa sababu wajibu wetu wa kwanza, watu wenye ulemavu walituomba tujitokeze, tumejitokeza na tume imetuteua, tunashukuru. Kuna wajibu wa pili ambao wao wakifanya wajibu wao wa kwanza katika wajibu mbili, na sisi tutaenda hiyo ya pili. Wajibu wetu wa pili, kujitokeza kwa wapiga kura katika majimbo yetu na kata zetu kuomba kura. Sasa hapa tunataka wao na wao watimize wajibu wa kutuchangia. Serikali, viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi, viongozi wa dini wafanye wajibu wa kutuchangia. Watu wenye ulemavu tupo wagombea 16 nchi nzima, wabunge 12, madiwani 4. Ni wachache sana. Ili kuwatia moyo watu wengine huko miaka inayokwenda, basi sisi watuchangie, na wana wajibu wa kutuchangia. Wakishituchangia, sisi wajibu wetu tutaenda kwa wananchi, na wao watabaki wananchi wajibu wao kupiga kura. Kwa hiyo narudia tena kwamba kwa umuhimu ule ule viongozi wa serikali, kwa umuhimu ule ule viongozi wa taasisi, na kwa umuhimu ule ule viongozi wa dini waliokuwa wanatuhamasisha, na sisi tukahamasika na tumegombea, tumepambana, tumeteuliwa na tume, lakini tunawaambia tuna rasilimali zinazotuzungusha sasa, zinazotuzunguka hazitutoshelezi za kwenda kwa wananchi. Sasa tunasema tumepiga hesabu, mbunge mmoja anagharimu milioni 80, diwani mmoja anagharimu milioni 16. Kwa umoja wetu wote tunahitaji shilingi bilioni 1. Watu wenye ulemavu tunahitaji shilingi bilioni 1 ili twende kufanya kampeni, ili wananchi wakatuone na tukawaambie kwa nini watuchague sisi na kwa nini wasiwachague wao. Naamini hiyo ni pesa ndogo sana, huwezi kufananisha na malengo kuu za wale 18. Manake ni nusu ama ni robo ya zile gari. Zile gari ni 3 tu, gari 3 tu zikiuzwa au zikiwa hazijanunuliwa, sisi watu wote tunaenda uwanjani na uwanja unakuwa sawa, kwa sababu sisi ni tuna mahitaji zaidi kuliko wale waliowawezesha, na wamewawezesha kwa sababu wanaamini uchaguzi ni gharama, na ndio maana wale wamewapunguzia gharama, na sisi tunaomba tume tupunguzie gharama. Lakini kwa wale taasisi mbalimbali pamoja na wafanyabiashara waliowachangia chama tawala, waliamini kwamba uchaguzi ni fedha, uchaguzi ni gharama, na ndio maana wakachanga kwenye chama. Na sisi kwa unyenyekevu mkubwa tunawaomba watuchangie kwa nujumu zile zile, kwa malengo yale yale, ili tuendelee kwa wananchi wakatupigie kura. Kwa kuyasema haya, ndugu zangu, naamini nimeeleweka. Sasa kwa kumalizia, namuita hapa mkurugenzi wa THRDC. Wao ni watu wa haki za binadamu, na wao waone, kwa sababu sisi ni binadamu na wao ndio walezi wetu, tunawategemea sana. Waone ili kwenye haki za binadamu zipoje katika mambo ya kisiasa. Wao ni wabobezi, lakini sisi tumeiona hiyo haki na tunaenda kuidai hiyo haki. Asanteni sana. Sio mkurugenzi wa mtandao wa utetezi wa haki za binadamu Tanzania. Ninafanya kazi na mtandao wa utetezi wa haki za binadamu Tanzania, nikiratibu dawati la utetezi wa haki za watu wenye ulemavu. Naomba hilo niweke sawa. Kwa niaba ya mtandao kupitia dawati la utetezi wa haki za watu wenye ulemavu, kwanza nipende kuchukua fursa hii kipekee kuwapongeza sana wagombea wenye ulemavu. Kwa umuhimu mkubwa kabisa ni wapongeze sana TAJU kwa jitihada kubwa ambazo wakifanya siku zote katika kuendelea kuongeza ushiriki na ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika masuala mbalimbali ya kisiasa. Ndugu zangu, tuko hapa leo kukumbushana jambo moja muhimu. Haki ya kushiriki
katika uchaguzi, whether kuchagua ama kuchaguliwa, ni si zawadi, ni haki ya msingi kabisa kikatiba. Pasipo kujali utofauti wetu wa kihali, wote tuna haki sawa ya kushiriki katika michakato hii ya uchaguzi katika mizania iliyosawia, kwa maana ya kwamba mazingira yanapaswa kuwa sawa kwa watu wote bila kujali hali zetu za kikimwili. Kwa mantiki hiyo basi, ninapenda kuchukua fursa hii kwanza kutoa wito wa wadau mbalimbali ikiwemo serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo, na wale wadau ambao mara zote wamekuwa wakipigia chapuo juu ya ushiriki ama ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika masuala mbalimbali ya kisiasa na kidemokrasia, kuona umuhimu wa kuchangia na kusapoti hizi jitihada muhimu ambazo ndugu zetu wagombea wenye ulemavu kwa dhamira yao njema wameona wachukue fursa hii kwa niaba ya watu wenye ulemavu wengine kuweza kugombea hizo nafasi za uongozi, ili waweze kupata hiyo fursa muhimu na adhimu kuweza kuongoza jamii zao na kuweza kutoa mchango wao muhimu kabisa katika jamii, ili kuweza kuchagiza pia maendeleo katika jamii zao. Tunafahamu kwamba hii michakato ina gharama zake, na kwa mantiki hiyo tuone basi umuhimu na haja ya kuweza kuchip in na kuwasaidia hasa kwenye eneo la expenses, ili waweze kufanya kampeni zao vizuri, lakini pia mchakato kwa ujumla, kwa sababu ni mchakato ambao kwa namna moja ama nyingine unahitaji kukua. Kwa hiyo niombe kwa mashirika mbalimbali, nafahamu yapo mashirika ambayo yana hizo budget, lakini pia yapo mashirika ambayo yana hizo commitment kuhakikisha kwamba yanachagiza ujumuishwaji. Kwa hiyo hii ni fursa muhimu, na pengine labda hamkuwa mnafahamu uwepo wao, wamejitokeza, na ni fursa sasa tunapaswa kuchip in na kuonesha pia mchango wao katika kusapoti na kutambua pia umuhimu wa ujumuishwaji katika jamii zetu. Lakini pia nikiwa namalizia, nipende kusisitiza jambo moja. Tunafahamu zipo changamoto nyingi sana kama watu wenye ulemavu, lakini pia kama wagombea, wanasiasa na watu ambao wanajishughulisha ama wanajihusisha na mambo ya siasa. Zipo changamoto nyingi sana ambazo wanakutana nazo. Tumeona mwenyekiti amebainisha kwa ufupi baadhi ya changamoto hizo, lakini changamoto ambayo mimi ninaifahamu kwa hakika ni changamoto la rasilimali fedha. Niombe sana tufanye kila linalowezekana walau kuhakikisha kwamba ombi lao, hasa kwa mamlaka husika na wadau mbalimbali, kuhakikisha kwamba ombi lao walau linafanyiwa kazi na hicho kiasi ambacho wanakihitaji kwa ajili ya kuwapa nao hizo muscles za kushiriki kikamilifu, basi wanaweza kupata hicho kiasi cha fedha na kushiriki vizuri katika prosesi za uchaguzi, kwa maana ya kampeni pamoja na uchaguzi wenyewe. Na hii itatafsiri ama itaakisi sheria zetu, ikiwemo sheria yetu ya watu wenye ulemavu ile namba 9/2010, ambao pamoja na mambo mengine imetamka waziwazi juu ya haki ya kushiriki kikamilifu katika masuala mbalimbali ya kijamii kwa mtu mwenye ulemavu. Kwa hiyo kwa kusapoti na kutambua nafasi zao na kuwawezesha kuweza kupata hizo nafasi wanazogombea, nafikiri tutakuwa tumesaidia kwa kiasi kikubwa pia kucomply kwenye hiyo requirement ya kisheria, kwa sababu tutakuwa tumewapa fursa, na ninaamini kwa uwezo wao mzuri walionao watachaguliwa na waumini watawaamini, wananchi watawaamini na wataweza kuwaongoza vizuri. Lakini pia ukisoma hata katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama nilivyosema awali, imeeleza wazi juu ya haki ya msingi ya kushiriki na katika masuala ya uchaguzi, sasa kuchagua, kuchaguliwa. Kwa hiyo pia kucomply kwenye hii requirement ya kikatiba, basi tuone haja ya kutengeneza mazingira rafiki na sawia, ili pia waweze kushiriki kikamilifu na
za watu wenye ulemavu. Tunatambua jitihada hizi kama sehemu ya utetezi wa haki za watu wenye ulemavu, na kwa nafasi zao tunaamini watakuwa wanawasemea watu wengi nyuma, ikiwemo watu wenye ulemavu, na ndio sababu basi tunawaomba sana wadau